Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Vipi mama mwenye huruma atamtia mtoto wake kwenye sanduku na kumtupa katika mto wa Nile? Nabii Musa amezaliwa katika kipindi ambacho ni cha hatari, kipindi ambacho tayari Firaun ametangaza kwamba vijana wote wa kiume wauliwe. Amekaa miezi mitatu huku askari wakipiga msako kila mahala. Mama yake akiwa na huzuni kubwa asijue nini afanye, akamweka mtoto kwenye sanduku na kumtupa katika mto wa Nile. Sanduku likawa linaelea mtoni. Nani atakayemnyonyesha mtoto ndani ya sanduku? Vipi mtoto atavuta pumzi ndani ya sanduku? Atakuwa hai mtoto huyo? Yote hayo mama mwenye huruma aliyafikiria, lakini alimtegemea Mwenyezi Mungu. Mama alifanya yale aliyoamriwa na Mwenyezi Mungu kuyafanya, na akamweka mtoto wake ndani ya sanduku na akalitupa katika mto. Alihuzunika sana. Firauni alikuwa na makasiri mengi ukingoni mwa mto wa Nile. Alikuwa akihamahama kutoka kasiri moja kwenda jengine na akitembea pembezoni mwa mto wa Nile. Siku moja alikuwa amekaa ukingoni mwa mto, ikiwa ni moja ya matembezi yake, huku akitazama mto ukipita chini ya miguu yake. Malkia wa Misri alikuwa akitembea naye, wakitazama mto Nile unavyopita baina yao. Mara wakaliona sanduku likichukuliwa na mawimbi ya mto wa Nile. Unaliona lile sanduku? Malkia akamwambia Firaun, liko wapi? Katika mto wa Nile. Lile ni gugu tulimeanguka. Akamwambia, hapana, lile ni sanduku. Lile sanduku linakaribia. Firaun akamwamrisha mmoja wa watumishi wake, akamwambia, lishughulikie sanduku hili. Yule mtumishi alikwenda kulitoa lile sanduku na likafunguliwa. Tahamaki, ndani yake mna kijana mzuri anatabasamu. Watu wote waliokuwepo pale walipigwa na mshangao. Kila mmoja akawa ana hamu ya kumtazama, na Firauni alipigwa na mshangao, naye alimtazama pia. Baadhi ya watumishi walisema, kijana huyu ni Mwisraeli, lazima mfalme amchinje. Malkia alipomuona yalimuingia mapenzi moyoni mwake, akampenda mtoto yule, akamkumbatia kifuani pake na akambusu na akamwombea kwa mfalme kwa kusema, atakuwa kiburudisho cha macho kwangu na kwako. Msimuue huyu, huenda atanufaisha au tutamfanya kuwa mtoto wetu. Hivi ndivyo Musa mwana wa Israeli alivyoingia katika kasri ya Firaun na akaishi pamoja na kuchukiwa kwa Firauni na askari wake. Askari hawakuweza kumgundua mtoto huyu wa Kiisraeli, na wao ndio wana macho ya kunguru, macho makali sana. Mwenyezi Mungu akataka yule yule Firaun, adui wa watoto, amlee mtoto ambaye ufalme wake utadondoka kupitia mikononi mwake. Maskini Firaun amefanya makosa kuhusu Musa, na waziri wake Haman na jeshi lake pia wamefanya makosa.
Basi wakamwokoa watu wa Firaun. Tahamaki akawa adui kwao na huzuni. Bila shaka Firaun na Haman na majeshi yao walikuwa wenye uovu. Atanyonyeshwa na nani mtoto huyu na mama yake yupo mbali? Tufuatilie katika sehemu inayofuata.